Ili ujue ndio watu tunasema, jamani hivi mnavyoenda makanisani na misikitini mngekuwa mpewi Qur'an na Biblia kweli ingekuwaje? Uko wajinga, muongozo wako wa kusaidia wewe utafanyaje kazi? Msikubali kwa wajinga namna hiyo. Nyinyi mmetoka kituoni, si lao mmetoka kituoni. Piga simu kituoni, jamani mkataba wangu mimi sina. Bosi hajanipa. Umeelewa jamani Ndio. Si ndio? Nyinyi hamtakiwi mfanyiwe hizo hali. Anyway, nafikiri makosa ni mengi. Sasa sisi tunaanza wapi? Okay. Jamani, tunasema bosi kama anavitendea kazi, si ndio? Ana wasiwasi dada hawezi kuvitumia, si ndio? Is either achukue wadada ambao wanaweza kutumia hivyo vitu, au basi ndio yale nasema basi asimnyanyase dada au akafanya kazi zake zikawa ngumu. Sisi tumeelewa kazi zake zikawa ngumu kufanyika. Lakini na nyinyi wenyewe mnapofanya kazi, mazingira yakianza kuwa magumu, mnatakiwa mripoti wapi? Kituoni. Kama wanavyosema wewe mrefu, alafu anakuambia wewe shegari na ndoo. I know. Literally. Umeelewa? Sijui umenielewa? Sasa unafanyaje kazi zako kama una nini wanasemaje? Vitendea kazi. Sijui umeelewa jamani? Lakini pia mabosi wanafahamu taratibu wetu. Nyinyi ni watu wazima. Bosi hawezi kukulazimisha wewe ukae ndani. Kwa siku yako ya off anatakiwa kuache utoke. Hahitaji kumuona mtu yote. Tumeshaambia hicho kitu mabosi sana. Hawa sio watoto, ni watu wazima jamani. Sawa Akitaka off na mwache aende. Hapa kituoni mmekuja wenyewe hapa. Au tumewafuata kwenu? Tumewafuata? Jamani nauliza tumewafuata kwenu? Nyinyi mna miaka 18 na zaidi au sio? Sasa kwa nini mnataka kuchungwa? Jamani Watanzania tuamke. Hawa sio watoto, hawa ni watu wazima. Hawataki kuchungwa. Chungeni watoto wenu, sio dada wa kazi. Dada wa kazi anakuja kufanya kazi, afanye kazi zake. Kama kuna shida utaripoti kituoni. Kwenye ofisi yake mwache aende, anajua atakapoenda. Uhitaji kumchunga. Unataka kuchunga wanyama. Let's be clear. Tunafanya mambo ambayo hayana maana. Huyu dada ni mtu mzima, unataka mchunga anaenda wapi atarudi? Kwani alizaliwa kwako? Kuna vitu vingine lazima tutumie akili jamani. Dada umemtoa kituoni. Una wasiwasi kama mwajiri, wasiliana na sisi. Dada anataka off, tushawaambia mwajiri wote wanafahamu. Muache aende anakotaka kwenda. Ili mradi mmekeana muda, anarudi saa 10, 11, 12, atarudi. Ana simu yake, mtaendelea kuwasiliana. Sio kumuuliza nenda nani, huyo unataka kumuona ndaka nimuone jamani. Tumegeuka nini tena? Mtu wa miaka 18 na zaidi hapana. Hatuwezi kuishi namna hiyo. Hatuwezi kufanya kazi namna hiyo. Naomba tunyoshe vitu. Sawa jamani? Kwa hiyo kwa wadada wote mnaosikiliza, kazi mazingira yako ya kazi yakiwa na shida, changamoto, utendaji wako wa kazi, huwezi kutumia vitu, si boss kama hivyo, maneno mengi, story nyingi, wasiliana na kituo. Hakuna kuvumilia hapa. Kwa sababu kuvumilia ndo tunarudi kule anaenda kuumia ni nani? Mtoto. Dada ambaye anapitia manyanyaso au katili, si ndio? Ni hatari kwa nani? Watoto. Naomba nirudie tena wajili mnisikie jamani, kokote mliko. Dada anayepitia unyanyasaji au katili ni hatari kwa nani? Watoto. Sio kwako wewe na mume wako. Kwako wewe na mume wako labda kidogo, si anawapikia. Mtajumlisha wenyewe. Lakini kwa watoto ndio zaidi. Sisi tunaelewana jamani? Kwa hiyo tunaomba chonde, dada ambaye anaona mazingira ya kazi sio mazuri, wasiliana na kituo. Mwajiri ambaye anaona dada eleweki, wasiliana na kituo. Utaratibu hapa ni mmoja tu, mwasiliane na kituo. Hizo changamoto zote ambazo tumejisikia kwa Sila, kwa Ruthi hapa, clearly mnaona kabisa ni hatari gani walikuwa wanatembea nayo. Sio, umeelewa? Nafikiri labda nizungumzie hiyo issue ya chakula. Nafikiri kidogo hiyo inaleta ukakasi. Sisi tunasema hivi, kazi za ndani mwajiri anatoa malazi, si ndio? Kwamba unalala kwake, si ndio? Anasema unakula kwake, si ndio? Lakini kwetu sisi kama kituo hatuwezi kumpangia mwajiri kwamba chakula anachokula yeye na watoto wake ndio hicho wewe ule.
Naomba tuelewane kwenye hicho. Dada zangu, wadogo zangu, hatuwezi kumpangia mwajiri kwamba chakula na chakula yeye na watoto wake, akitoka akienda kwenye harusi, party, sijui wapi, kwamba lazima naye akubebe mgongoni. Hapana. Kwamba akienda holiday lazima akuchukue na wewe. Hapana. Kwamba akienda shopping lazima naye akununue kitu. Hapana. Jukumu la mwajiri ni kukupa sehemu ya kulala yenye hadhi, yenye usalama, milango inafungwa, madirisha yanafungwa, kusikokuwa kunaingia watu ovyo ovyo, akupe chakula ambacho ni cha afya, sio kibovu, au chakula ambacho labda sio cha binadamu. Lakini makande, mimi nimekula makande. Sijui kama kuna wengine si mnakula makande nyawa mle. Mimi nimekula makande. Si ndio? Na kituoni sio nakula makande hapa au? Tete. Awali makande kituoni hapa. Mimi sioni shida ya makande. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema bosi kula kipapatio wewe akakupa ugali na dagaa ni unyanyasaji. I'm not so sure, sidhani. Kwa sababu wewe uko pale kama mwajiri. Mwajiriwa. Si ndio Yeye ni bosi. Kuna vitu anataka afanye na familia yake, wewe uko kazini. Kwani hata wafanyakazi wa kawaida wanakuaje? Mnaona jamani? Makazini huko, si ndio? Bosi ofisi yake na AC nini iko juu. Wafanyakazi wengine wanakuwa wapi? Jamani, mbona muongee? Si mnajua wanakuwa wapi? Kwenye yeye anaweza kawa na V8 gari, mnatembelea nini? Sasa mbona mtaki kukaa kupanda gari yake? Mbona aombi tukae kwenye ofisi moja? Mimi nataka kwa na bosi huyu unyanyasaji. Na mimi nataka AC. Na mimi nataka kwenda kwenye hicho kikao. Jamani. Tunyooshe maneno hapa vizuri kabisa. Tunaelewana jamani nimesema leo tuna balance vizuri, si ndio? Unyanyasaji kwa waajiri na kwa wadada. Sasa jamani, kuna vingine mnaita unyanyasaji lakini sio unyanyasaji. Mwajiri akiwa anasema watoto wake anataka walishe kitu fulani, sila umesema sausage, najua wote mnapenda sausage sana Kuna mtu kasema sana. Haya. Najua mnapenda sausage lakini sausage ni za watoto jamani. Si ndio? Sasa kama mwajiri akiamua kukupa basi shukuru, chukua chakula. Mimi labda nafikiri kuna jinsi ambayo inabidi tuwaweke waajiri wetu huru. Si ndio Nafikiri hawako huru, wanaogopa kama yeye akila chakula kingine na dada kingine anakunyanyasa. Hapana. Na hata anayekupa sio kama yeye ndo Mungu au yeye ndo mwema sana. Maana mimi naweza ngakaa na wewe tukala wote kuku lakini kesho nakupiga mateke na mabao. Utakaa? Hapana, si ndio? Kwa hiyo hii ni issue ndogo ya kwamba mwajiri anatakiwa awe huru. Aseme bwana dada wewe utakuwa unakula na sisi, au chakula chako ni hichi, bajeti yako ni hii, bajeti yangu mimi na familia ni hii. Kama vile anavyoenda shopping. Yake ni hii, ya familia yake hii, ya kwako ni hii. Chumba cha watu chake ni hichi, cha kwako ni hichi. Kwa sababu wewe uko pale kufanya kazi, wewe sio ndugu wa bosi. Ila nafahamu sisi wa Tanzania tuna roho nzuri, wengi wanaotuambia waajiri kwamba wao wanakulaga na wadada zao, wanakaa nao tunakubali. Lakini haimaanishi asiyefanya vile anakunyanyasa, hapana. Tulishai kutokea hapa, kuna boss dada alidao sijui anipi nini, amnunuli ndala, sijui sabuni, sijui nini, taulo. Hapana, hilo ni jukumu lako. Akikufanyia ni utu wake, ni wema, si ndio jamani? Lakini usije kaanza kulalamika hapa. Manake wasichana wanawake wa Tanzania wanapenda sana kuhudumiwa. Kila kitu mnataka kuhudumiwa. Haya. Kiwa kazini ni majukumu yako. Kuna vitu tunasema mwajiri anatakiwa afanye, kuna ambavyo sio jukumu lake. Akifanya shukuru, si ndio Akifanya mshukuru. Kwa baadhi kuna wadada wanatumia sana hiyo kiki kusema wananyanyaswa. Hapana, huo sio unyanyasaji. Tumeelewana jamani Si ndio? Au unataka kuongezea hapo superwoman? Una smile tu. Tumeelewana jamani? Tumeelewana hicho kipengele? Kwa hiyo nyinyi mnaokula kuku kuleni. Si ndio enjoyini. Lakini bosi akija mkono watu wake wamekuja wana KFC, alafu wewe budget yako ilikuwa ni ya dagaa na ugali, usitupigie simu kadai unanyanyaswa. Umeelewa? Mimi nimekula dagaa chini. Wewe una mshahara? Kanunue kuku. Kwani chips mayai na kuku shingapi huko mtaani? Yule wa pilau akasema 3. Tena nani? Si ndio Fausta alisema?
Yeye alikuwa anaenda, si unapata mshahara jinunulie. Si ndio jamani? Si ndio? Wewe na mwajiri wako mko daraja moja, yani hii ngazi mbili tofauti. Huwezi kulazimisha upate anachokipata yeye na watoto wake. Si ndio jamani? Maana yake mwisho mtaishia wapi? Na mimi nataka kulala kwa chumbani au? Tunaelewana jamani? Tunyooshe maneno. Kwa hiyo nafikiri tumezungumza mengi ya dada. Labda tuchangie kidogo na ya waajiri. Tuna mwajiri pia mmoja hapa, lakini mimi niseme manyanyaso ni mengi pia kwa upande wa ajiri. Kama nilivyosema mwanzo, kuna wadada wengi pasua kichwa. Kila siku nataka kuondoka, huo ujinga si hatutaki kusikia hapa. Unataka kuondoka, tupigie simu, kuna utaratibu, ondoka. Hamna mtu alokuita hapa. Tunaelewana jamani? Mmekuja wenyewe mnataka kazi, tumewapa vizuri, fuata utaratibu. Si ndio? Kuna wengine kila siku bosi akiondoka tu ndo anaanza message. Mnataka nini? Yaani bosi akiwa hapa muongee, akiondoka ndo simu zaanza na message. Jamani. Nini tena? What's the problem? Piga simu kituone kama una shida. Mnawanyanyasa mabosi, nyinyi hamjui mnawanyanyasa. Nataka kuondoka, nimefiwa, nimefanya nini? Mtoto anaumwa, mnadanganya. Hizo zote hamfahamu, hizo ni changamoto mnazileta. Huo ni unyanyasa, mnawanyanyasa. Hamjui kama mnawanyanyasa mabosi wenu, mnawanyanyasa. Mnaelewa? Nyinyi hamjui kama vile wao walikuwa wajui, walikuwa wanawapiga, si ndio? Si ndio? Na nyinyi hamjui mnawanyanyasa. Unapokila siku ametoka tu, mimi nataka kuondoka. Yaani wewe mtu yuko hapo, wafuate utaratibu. Yeye mfuate utaratibu, kuondoka mkatazwi, fuateni utaratibu. Unasubiria muondoka, tunataka kwenda kufungua geti uondoke. Sorry sir. Kwenye hiyo kufuata utaratibu, kuna saa wadada wakishaambia mabosi hivyo, bosi wanakosa ile amani kumwacha endelee kukaa nyumbani kwake, kwa sababu mtu unakuta labda amepewa maagizo, fanya hichi, fanya kile, fanya vile. Ameona kwamba yeye imefika mwisho, hataki kuendelea na kazi, basi zile kazi hafanyi. Alafu baadaye jioni labda au baadaye ndo anakuja kumwambia bosi, mimi nataka kuondoka, ila nitafuata ule utaratibu wa kusubiri wiki mbili. Bosi yote madam, sidhani bosi yote kwamba anaweza akaridhia mtu kama huyo aendelee kufanya kazi kwake. Endapo iwapo majukumu ya nyuma yake siku hiyo, let's say asubuhi, mchana, jioni hajayafanya, alafu jioni anakuja kumwambia kwamba mimi nitaondoka, ila naomba nitamaliza hizo wiki mbili alafu ndo niondoke, alafu huku nyuma hujafanya majukumu, ndio unyanyasaji wenyewe. Ndio hicho pia nilikuwa nataka na uvunjwaji wa mkataba. Kwa hivyo jamani, ni hivi, ndio maana mkataba sasa hivi unasemaje? Dada ambaye hataki kufuata utaratibu wetu utakatwa dhamana, lakini na mshahara wako pia utafanya nini? Mshahara wako wa mwisho pia unakatwa. Utaratibu wetu unasema hivi, kaa kwa kutulia, fanya kazi. Ukisema unataka kuondoka, endelea vizuri na majukumu yako. Hamna ugomvi, hamna. Na wala sisi kituoni, wala bosi wako hana haki, wala sio lazima useme kwa nini unaondoka. Naomba nirudie hicho kipengele. Maana wengine mnaanza hizo stories za kufiwa, sijui mtoto kagongwa na boda. Kumbe wewe ndio uligongwa na boda. Anyway. Sijui mnanielewa? Hamna haja ya kudanganya. Amegongwa na boda. Si mnanielewa? Kanogewa. Tunaelewana jamani? Yaani mnaanza kudanganya bila shughuli yoyote. Wewe sema tu jamani, mimi hapa pame nini? Nishinda. Naomba mimi nimenyosha mikono. Basi kazi ya kituo, fuata utaratibu, subiri ule muda, tunakubadilishia. Kwa nini kila kitu mpaka mdanganye yani? Uongo tu. Kwa hiyo msipofanya hivyo mtazidi kukatwa hela. Kwa hiyo na mwajiri anatakiwa naye, kwa sababu ngoja nikwambie, unajua kwa nini mwajiri anakosa amani? Kwa sababu wewe kwanza unamwendea kishari, unamwendea yani kiajabu ajabu. Amekaa na mkataba. Umeona? Sijui umeelewa? Nenda tu vizuri bosi wako, mbona bwana mimi naona hapa na shindwa, mimi naomba tuongee na kituo. Unaongea vizuri tu. Kwani wadada hivyo hakuna? Si wapo wengi walikuwa wanafanya hivyo. Wanafanya mpaka sasa hivi. Wanaaga vizuri, wanapewa muda, wanaondoka. Sio kila kitu lazima muondoke kwa uongo, vita. Jamani, mnaruhusiwa kuvunja mkataba. Lakini fuateni utaratibu. Unajua nafikiri wengi mnafikiri kuvunja mkataba ni dhambi. Si ndio? Sio dhambi kuvunja mkataba. Ila mfuate utaratibu.